قال الشيخ ربيع رحمه الله هنا بعد أن ساق الإسناد إلى الإمام أحمد رحمه الله قال hapa baada ya kuleta al-Imam al-Lalakai baada ya kuleta isnad na kuinasibisha mpaka kwa Imam Ahmad rahimahullah qala usulu sunnati indana at-tamassuk bima kana alayhi ashabu rasulillahi alayhi salatu wassalam. Al-Imam Ahmad anasema misingi ya akida kwetu ni kushikamana na ile hali waliokuwa nayo masahaba wa mtume wa Allah alayhi salatu wassalam. فالذي عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقياس للمحققين. ile manhaj waliokuwa nayo masahaba wa mtume wa Allah ndio kiasi kwa wale wahakiki, maulama wale wahakiki, alladhina yatamassakuna bihadha al-asli, wale wanaoshikamana na msingi huu. wa huwa ma kana alayhi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu al-kiram, ni vile alivyokuwa navyo alivyokuwa juu yake mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake watukufu. wama kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu al-kiram wa khulafa'ur rashidun illa ala al-huda war-rashad, hakuwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake watukufu na makhalifa waongofu isipokuwa walikuwa katika muongozo wa haki wa rashad, ala kitabillahi wa ala sunnati rasulillahi, walikuwa juu ya kitabu cha Allah Qur'ani na juu ya sunna na hadithi za mtume wa Allah, fi aqaidihim, katika itikadi zao, wa ibadatihim, na ibada zao, wa muamalatihim, na miamala yao na watu wengine, wasairi shuunihim, na mambo yao yote, wala siyama al-aqida, hasa sala hili la aqida. Mambo hayo yote walikuwa juu ya kitabullahi wa ala sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, wala siyama fil al-aqida, hasa aqida. fa Ahmad rahimahullah يشير إلى هذا الأصل العظيم. الإمام أحمد رحمه الله anaashiria msingi huu mtukufu, wa hadhihi alqaidatu alariḍa, na msingi huu mpana, allati la yaniddu anha shay'un min alislam wa khassa alaqida, msingi ambao hakitoki kitu katika Uislamu, hakitoki nje ya misingi hii kitu katika Uislamu, hasa aqida. فيقول الإمام أحمد رحمه الله أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. misingi aqida kwetu ni kushikamana na manhaj waliokuwa nayo masahaba wa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, khilafan li ahli albid'ah, kinyume cha watu wa bid'ah. khilafan li ahli albid'ah, kinyume cha watu wa bid'ah. fa innama yattabi'una ahwa'ahum, watu wa bid'ah wanafuata hawa zao, wa ya'tamiduna uqulahumul fasida, na wanategemea akili zao fasidi, akili zao mbaya. au yaz'umuna annahum ya'tamiduna ala lughati al-arab au ghairiha min alqiyasati alfasida, au wanadai kwamba wao wanategemea lugha ya Kiarabu au lugha nyinginezo katika viasi fasidi ambavyo sio haki. Sawa? Ahlul bid'ah hawafuati, hawashikamani na aqida wala manhaji waliokuwa nayo mtume na masahaba wake ridwanullahi ta'ala alayhim. La, watu wa bid'ah wako mbali na manhaji hiyo na wako mbali na itikadi hiyo. Wao wanafuata hawa zao, wao wanategemea akili zao na maneno ya mashekhi wao dhidi ya maneno ya mtume sallam na masahaba. Hivi ndivyo walivyo ahlul bid'ah, ahlul ahwa'i wal bid'ah. Kama ingekuwa wanamfuata mtume na masahaba wake tusingekhtalifiana nao, sawa? Lakini sivyo, ahlul ahwa'i wal bid'ah
wao wanafuata itikadi zao zilizozushwa, wanafuata maneno ya mashekhe wao, badala ya kumfuata mtume ambaye ndiyo kiongozi wetu. laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Allah anatueleza wazi kwamba mtume ndiyo kiongozi wetu, ndiyo kiigizo chetu. Wao ahlul bid'a wal ahwa sivyo hivyo, wanafuata mashekhe wao, wanafuata hawa zao dhidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala amma al-imam Ahmad wa man salafahu min as-sahaba wat-tabi'in wa a'immat al-islam fa inna ad-din alladhi yatamassakuna bih huwa kitabullah wa sunnatu rasulillah alayhi salatu wassalam. Amma al-imam Ahmad na waliomtangulia katika masahaba na tabi'in na maimamu wa Uislamu, dini ambayo wanashikamana nayo ni kitabu cha Allah na hadithi za mtume wake, mtume wa Allah alayhi salatu wassalam, wala siyama fi majali al-aqida, hasa katika upande huu wa aqida. Aqida hii sahiha imechukuliwa kutoka na nini? Kitabullahi wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. ولا سيما في مجال العقيدة فهم لا يخرجون عن ذلك إن شاء الله، وهاتوكي nje ya hivyo akitaka Allah. Wa fi dhalika alhuda almustaqim, na katika hilo kuna mwongozo ulio sawa sawa. Waliktidau bihim usulu sunnati indana التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والاقتداء بهم نكوفواتا. الاقتداء بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وفواتا مصحابة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم القدوة وهم الأسوة. wao pia ndio viongozi tunafuata wao. wahumul uswa, ndio kiigizo. Wayushiru ila alhadith, anaashiria hadithi hii ya mtume swalla sallam aliposema alaikum bisunnati wa sunnati alkhulafai rashidin almahdiyin, shikamaneni na sunna zangu na sunna za makhalifa waongofu wenye kuongozwa. Addu alaiha bin nawajid, ziumeni sunna hizo kwa magego. Wa iyyakum wa muhdathati al-umur, tahadharini na mambo yenye kuzushwa. Hii ndio dalili ya kuwafuata hawa masahaba. Tumeelewa? Na katika Qur'an kuna dalili nyingi pia hizo za kuwafuata hawa masahaba. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul alim. Kwa katika Qur'ani pia kuna aya zinazoonesha waislamu wafuate masahaba. Kwa sababu gani? Masahaba hawajamkhalifu mtume, hawajamkhalifu mtume katika aqida, katika ibadat, katika muamalat, katika akhlaq, katika mambo yao yote. Tumefahamu? Naam. Kuna mtume anasema alaikum bisunnati wa sunnati alkhulafai ar-rashidin al-mahdiyyin addu alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathati al-umur. وكذلك حديث الفرقة الناجية كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. حديثي inaitwa hadithu al-iftiraq, ambapo mtume ameelezea kwamba umma huu utafarikiana vikundi 73, kulluha fi an-nar, vikundi vyote vitakuwa motoni, illa wahida, isipokuwa kikundi kimoja. Qalu man hiya ya Rasulullah, ni kikundi gani hicho? Masahaba wakamuuliza mtume, man hiya ya Rasulullah, ni kikundi gani hicho kitakachosalimika na moto? Qal ma ana alayhi wa ashabi, ni kikundi ambacho kinafuata vile nilivyokuwa mimi na masahaba wangu. Sawa. Hadithi al-iftiraq at-tawil, hadithi iftiraq ambayo ni ndefu,
قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية الجماعة. الجماعة جوهيجو الفرقة الناجية الجماعة، وهي أهل السنة والجماعة، وهي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة والغرباء أهل السنة والجماعة. ثم قال أيضا في حديث آخر تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Tunasema nimewaacha nyinyi katika njia nyeupe, usiku wake ni kama mchana wake. La yazighu anha illa halik, hapotoki kuiacha njia hiyo isipokuwa mtu mwenye kuangamia. Taraktukum ala albayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik, hapotoki kuiacha njia hiyo iliyo wazi iliyo nyeupe isipokuwa halik, mwenye kuangamia ndiye anayepotoka. Fasahabatu tamassaku biha walam najid fihim halikan insha Allah. Masahaba walishikamana na njia hiyo, hatukupata yoyote katika wao aliyeangamia. Masahaba tamassaku biha, walishikamana na njia hii nyeupe, walam najid fihim halikan insha Allah, hatujampata katika masahaba aliyeangamia insha Allah. Wazagha ba'dhu nnasi ba'dahu, wakapotoka baadhi ya watu baada ya masahaba. Baada ya masahaba wamekuja baadhi ya watu wakapotoka, wakaacha njia hii nyeupe, wakafuata hawa zao. Yani fi akhiri asri sahaba, katika mwisho wa zama za masahaba wakaja hao wapotofu, watu wa bid'a, wakadhihiri qadariya, wakadhihiri khawarij na wengineo. Wakadhalika fi awsati uhudi tabi'in, vile vile katikati ya ahdi za tabi'in pia kulitokea hivyo firqa, hizo firaq dhalla. Thumma intasharat albid'a, kisha bid'a ndo zikaanza kuenea. Lakini mwisho wa asri sahaba walikuwapo qadaria waliokuwa kipinga qadar. Wakadhalika fi awsati uhudi tabi'in, vile vile katikati ya ahdi za tabi'in pia vilitokea vikundi hivyo. Thumma intashara albid'a, kisha zikaanza na kuenea bid'a. Lakini katika masahaba hakuna masahaba sufi, hakuna sahabi jahmi, umeelewa? Hakuna sahabi hizbi tahrir, la, wote walikuwa kitu kimoja, wote walikuwa jamaa moja. Hakuna vikundi katika masahaba, kuonesha kwamba hivi vikundi ni mubtadaa, vyote vimezushwa. Al-aslu jamaa moja kama walivyokuwa masahaba, sawa sawa. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe kama masahaba. Wa hadhihi da'watuna, tuwafuate masahaba, tuwe kitu kimoja, tusifarikiane, sababu ni jambo limekatazwa katika Qur'ani na Sunna. Lakini kuna baadhi ya Waislamu hawaelewi bwana. Pamoja na hadithi hii ipo, kulluha fi nnar, mtume anathibitisha vikundi vyote hivyo vitakwenda motoni illa wahida, isipokuwa kimoja tu. Lakini watu ukiwaambia hivyo hawaelewi. Mwatutia motoni sisi, nyinyi ndio mwenda peponi peke yenu. Kwani ni sisi tuliosema hivyo au ni hadithi ya mtume? Ni sisi tuliosema hivyo, kulluha fi nnar. Ni mtume ndio anasema vikundi vyote vinakwenda motoni illa wahida, isipokuwa kimoja. Lakini mpaka sasa kuna baadhi ya Waislamu hawaelewi kile wanavyoambiwa, kile wanavyoambiwa hawaelewi. Waswahili wanasema sikio la kufa halisikii dawa. Mfahamu? Hamjafahamu? Sikio la kufa halisikii dawa. Mtu ashakuwa kiziwi, ampeleka India, akafanya nini? Watafanya nini madaktari wa India?
kisha kuwa kiziwi, masito, wanaitwa masito. Kwa hiyo kuna watu wako hivyo bwana. Hadithi zote hizi za Mtume sallam, aya zote za Qur'ani, bado tu watu wana vikundi mahizbi, bado tu wana uhizbia. Makatazo ya Allah, makatazo ya Mtume, bado tu wana uhizbia hawa. Idhan thumma intasharat albid'a, kisha zikaanza kuenea bid'a. Fabadaat firqatul khawarij warrawafidh alghulah, kikaanza kikundi cha makhawarij, rawafidh hawa wenye kupetuka mpaka fi akhiri khilafati Ali radhiyallahu anhu, mwisho khalifa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. فأرسل إليهم عبد الله بن عباس ليناظرهم. Mtume sallam akawapelekea Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ili kuwafanyia munadhara na mujadala, kuwabainishia haki, wawache batili yao. Makhawariji wale waliojitenga wakenda al-Haruriya kule, Mtume aliwapelekea Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kuwasimamishia hujja makhawariji hao. Ibn Abbas alipokwenda, kama inavyoelezea hadithi, akawa amevaa vizuri, majoho mazuri. Makhawariji pomwona, mbona watuvalia hivi? Ambia, kwani mwanishangaa nini? Mwanitia aibu nguo nzuri? Mtume pia alikuwa akivaa. Qul man harrama zinata Allah allati akhraja liibadi wat-tayyibati min ar-rizq. Ibn Abbas akatolea hoja hiyo. Waliogopa ile majoho na nini alivyokwenda nayo pale. Inatakiwa hivyo wao watu wa bid'a wavaliwe manguo mazuri hao. Ibn Abbas katika hoja alizowatolea makhawarij anawaambia, undhuru laysa fihim ahadun minkum, angalieni, hakuna yoyote katika masahaba yuko katika nyinyi. Masahaba wote wako kule na Ali ibn Abi Talib, nyinyi mnajitenga, mnatoka katika taa ya Ali. Undhuru laysa fikum minhum ahadun, nyinyi hakuna yoyote katika masahaba ambao yuko na nyinyi. Nyinyi mko peke yenu makhawariji, wale wanajua Qur'ani, nyinyi hamjui, mmejitenga kwa ujinga. Anawaambia hoja hizo Ibn Abbas radhiallahu anhu. Wengine wakaelewa, wakafahamu, wakarudi katika taa. Wengine wakaendelea kujitenga. Ali ibn Abi Talib akawapiga vita na kuwamaliza makhawariji. Mnaelewa? Idhan faarsala ilayhim Abdullah ibn Abbas liyunadhirahum, thumma ba'da dhalik sallu as-suyufa ala al-muslimin. Waliokataa da'wa Ibn Abbas radhiallahu anhuma wakatoa panga kwa dhidi ya Waislamu. Faqatalahum, akawaua. Kama amara bidhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama alivyoamrisha hivyo Mtume wa Allah sallam. Wa ajma ala dhalik man kana fi ahdihi min as-sahaba lam yukhalifu fi dhalika ahadun wa lam yantatih fi dhalika qarnan. Wakawafikiana juu ya hilo waliokuwa katika ahadi zake, ahadi za Ali ibn Abi Talib katika masahaba, hakuna yote aliyemkhalifu katika hilo. Walam yantatih fi dhalika qarnani, wala hazikupigana katika hilo pembe mbili. Idhan wote waliofikiana kwamba yajuzu kuwamaliza hawa makhawarij. Ashahid anna al-iqtidaa bis-sahaba fihi an-najah, ushahidi kwamba kuwafuata masahaba kuna kusalimika. Huwa safinatun najah, ni jahazi la kufaulu. Liannahum shahadu nuzul alwahyi, sababu masahaba walihudhuria kushuka kwa wahi. Wahi unashuka kwa mtume na wao wako hai masahaba. Watalaqau fiqha alqur'ani was-sunna, wakapokea ilmu ya Qur'an na sunna kutokana na nani? Kutokana na mtume sallam. Masahaba wamepokea ilmu ya Qur'an na sunna min lisani rasulillahi sallam, wa tatbiqi dhalika min rasulillahi alayhi salatu wassalam, kutabikisha hayo katika kwa kutokana na mtume wa Allah,
alayhi salatu wassalam, fahum qudwa, kwa masahaba ni qudwa, ni viongozi wetu. Walihadha yaqulu alayhi salatu wassalam, ma ana alayhi wa ashabi. Alipoulizwa kikundi gani hicho kitakachosalimika na moto, qala ma ana alayhi wa ashabi, ni kikundi ambacho kiko katika manhaji nilionao mimi na masahaba wangu. Unaelewa, mimi na masahaba wangu. Wayaqulu alaykum bisunnati wa sunnati alkhulafai rashidin almahdiyin. Hii ni tazkia ya Mtume sallam kwa masahaba. Umeelewa? Mtume anawatakasa masahaba wake, jilazimisheni, shikamaneni na sunna zangu na sunna za makhalifa wangu waongofu. Ni tazkia ya Mtume sallam kwa masahaba wake. Kwa hiyo mkiona kuna watu wa bid'a wanasema, mbona nyinyi mwasema wafuate masahaba? Ndiyo, tuna dalili ya kufuata masahaba, kumfuata Mtume na masahaba wake. Dalili hizi, alaikum bisunnati wa sunnati alkhulafai rashidin almahdiyin min ba'di. Dalili katika Qur'an, wasabiquna alawwalun min almuhajirin walansar walladhina ittaba'uhum biihsan radiyallahu anhum ورضوا عنه إلى آخر هذه الآية. طيب، اجتناب البدع والحذر منها، kujiepusha na uzushi na kutahadhari nao. قال وكذلك من الوصول, na vile vile ni katika misingi ya aqida, wa tarkul bid'a, na kuacha uzushi. التمسك أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع, na kuacha uzushi. Ni katika misingi ya aqida kuacha uzushi. Ijtinabu albid'a, kujiepusha na uzushi. Lianna albid'a fihi alhalak, sababu katika uzushi kuna maangamivu. لأن البدع فيها الهلاك. البدع جمع بدعة، البدع جمع بدعة. لأن البدع فيها الهلاك، katika uzushi kuna maangamivu. وهذه الفرق التي وقعت في البدع توعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم biannaha kullaha fi nnar. Vikundi hivi ambavyo vimeingia katika uzushi, Mtume wa Allah ameviwekea makamio kwamba vyote vinakwenda motoni. Wa hadhihi alfiraq allati waqa'at fi albid'a tawa'adaha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam biannaha kullaha fi nnar. Vikundi hivi vilivyoingia katika bid'a, Mtume sallam ameviwekea makamio kwamba vyote vinakwenda motoni. Liannaha salakat subul ash-shayatin, sababu vikundi hivyo vimefuata njia za mashetani, vimefuata njia ya mashetani badala ya kufuata njia ya Allah. Qala ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Anasema hii ndiyo njia yangu iliyo sawa, iliyonyooka. Fattabi'uhu, ifuateni. Wala tattabi'u subul, msifuate njia nyingine. Fatafarraqa bikum an sabili, zikakufarikisheni mkawacha njia yake iliyonyooka. Khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqima, Mtume sallam alipiga mstari ulionyooka. Waqala, akasema, hadha siratullah, hii ndiyo njia ya Allah. Hadithi ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqima, Mtume sallam aliwapigia masahaba mstari ulionyooka. فقال وقال هذا صراط الله, hii ndiyo njia ya Allah. ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا, kisha akapiga mistari kulia kwa mstari huu ulionyooka na kushotoni kwake.
akapiga mistari mingi kulia na kushotoni kwa mstari huu wa Allah ulionyooka, akapiga mistari mingine mingi. Waqala, na kusema hadhihi subul ala kulli sabilin shaytanun yad'u ilayhi, njia hizi nyingi, kila njia kuna shetani anailingania njia yake. Hadhihi subul ala kulli sabilin shaytanun yad'u ilayhi, hizi njia hizi nyingi, kila njia kuna shetani anailingania. Faman taraka as-sirata al-mustaqima fi aqidatihi wa ibadatihi au fiqihi au ma shakala dhalika salaka tariqan min hadhihi at-turuq allati ala kulli wahidin minha shaytanun yad'u ilayhi. Anayewacha njia hii iliyonyooka ya Allah, akaiwacha katika akida yake na ibada zake au fiqhi au ilmu yake au ma shakala dhalik, au yanayofanana na hayo, salaka tariqan min hadhihi turuqi allati ala kulli wahidin minha shaytanun yad'u ilayhi. Anayewacha njia hiyo itakuwa amefuata njia moja katika njia hizi ambazo kila moja katika njia hizo kuna shetani anailingania njia hiyo. Mnielewa? Kwa aliyewacha njia hii iliyo sawa, moja kwa moja anafuata njia za shetani. Njia za bid'a ni njia za shetani, sawa njia za bid'a ndio hizo njia za shetani, sababu shetani anapenda sana bid'a, si ndio? albid'atu ahabbu ila iblisa min alma'siyah. Al-Imam Sufyan ath-Thawri anasema albid'atu ahabbu ila iblisa min alma'siyah. Iblisi anapenda sana bid'a kuliko maasiya. Kwa hiyo njia za bid'a ni njia za shetani, na ukiwacha njia hii ya Allah, moja kwa moja unakwenda katika moja katika njia hizo za shetani. Kila anayewacha njia hii, njia ya Allah hii. Na vipi watu wanasali vipi wakisoma suratul Fatiha hawaelewi? Ihdina as-sirata al-mustaqim, tuongoze njia hii iliyonyoka, ndio hii. Sasa wanaosoma siratal mustaqim, tuongoze njia iliyonyoka, alafu wanakwenda vingine. Nyinyi mwamuomba Allah kuongozeni njia yake iliyonyoka, alafu mwapata njia za shetani. Labda hawaelewi maana ihdina as-siratal mustaqim. Umeelewa? hao mubtadi'a hawaelewi, labda wakisoma suratul Fatiha ihdina as-siratal mustaqim, njia gani? Ni hii njia Allah aliyosema wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ndio hii tunaomba Allah tunaposoma suratul Fatiha. Sasa tunaomba Allah hii, halafu wengine wanapotoka wanakwenda kwenye njia za shetani. Ina maana wanamuomba Allah dua ambayo hawaelewi maana yake. Ndio hivyo, mtu akimwomba Allah dua yoyote anatakiwa aelewe maana ya dua ile. Anamwomba Allah kwa jambo ambalo mwenyewe analielewa. Dua yoyote, sio hii peke yake, dua yoyote ukimwomba Allah umuombe dua ambayo wewe unaielewa dua hiyo. Sio muomba Allah mwenyewe huelewi ya dua yasema nini. Sasa itakuwa dua yako hiyo ina maana gani? Wamuomba Allah wewe mwenyewe hujui waomba nini. Umeelewa? Katika masharti ya dua umuombe Allah na wewe unajua wamuomba nini. Kwa unaposoma dua za hadithi zilizokuja, dua zilizo katika Qur'an, uzielewe kwanza dua hizi zinaomba nini, ambapo ndio aula mtu kuomba kwa dua za Qur'an na dua za hadithi. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ujue maana ya dua hii, umwombe Allah. Ni dua adhim, Mtume alikuwa akiipenda hii dua hii, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Kwa ihdina as-siratal mustaqim, tunamwomba Allah njia iliyonyoka, ni hii njia yake, tusifuate njia za shetani. Qala Sheikh falhadhara alhadhara min albid'i wadhalalat, tahadharini na uzushi na mambo ya upotevu. Waqad hadhara minha Rasulullah alayhi salatu wassalam, amesha tahadharisha
bid'a na njia hizo za upotevu. Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi ya mama Aisha fi sahihain, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, mwenye kuzusha katika dini yetu hii jambo ambalo halimo, fahuwa raddun, jambo hilo linakataliwa, halikubaliwi. Wa fi riwaya man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Hii ni man ahdatha, mwenye kuzusha. Hii riwaya nyingine mwenye kufanya huo uzushi, si lazima kuzusha yeye. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd, aliyefanya jambo ambalo halimo katika dini yetu. Haki mtu anaweza akatoa hoja kwamba mimi sikuzusha, nafanya tu. Unaelewa? Sio mimi nilioanzisha bid'a, lakini mimi nafanya tu bid'a. Riwaya hii nyingine man amila amalan, mwenye kufanya amali ambayo haimo katika dini yetu, fahuwa raddun. Tumefahamu? Kwa hiyo bid'a ni muharrama, bid'a ni njia za shetani na zimeharamishwa. Bid'a zote ni haramu, hakuna bid'a mubah. Uislamu haukuleta bid'a, Uislamu umeleta sunna. Uislamu haujaleta bid'a, Uislamu umeleta sunna. Sawa sawa. فالحذر الحذر من البدع والضلالات، tahadharini na uzushi na upotevu. Waqad hadhara minha Rasulullah alayhi salatu wassalam, ametahadharisha bid'a mtume wa Allah alayhi salatu wassalam. Faqala man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من أهل البدع عليه الصلاة والسلام. Pia mtume amewatahadharisha watu wa bid'a, ametahadharisha bid'a, pia kutahadharisha watu wa bid'a wasisikilizwe. Tala qaula Allah tabaraka wa taala, mtume akasoma maneno ya Allah tabaraka wa taala, walladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Yeye Allah ndiye aliyekuteremshia Qur'ani. Katika Qur'ani kuna ayat muhkamat ambazo hazina maana mbili wala tatu. Hunna ummul kitab, aya hizo ndiyo asli ya Qur'ani, ni ayat muhkamat, hazina maana mbili. Wa ukharu mutashabihat, na kuna nyingine ni mutashabihat, zinatatiza. Fa amma alladhina fi qulubihim zayghun, ama wale ambao katika nyoyo zao kuna zaigh, kuna kupotoka na kuacha haki. Fayattabi'una ma tashabah, wanafuata hizo zilizotatiza. Minhu, katika Qur'an, ibtigha alfitna, kwa kutaka fitna, wa ibtigha ta'wili, na kutaka kuzifanyia ta'wil. Wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah, na hakuna anayejua ta'wili ya hizo isipokuwa Allah. Lamma tala hadhihi alaya, mtume aliposoma aya hii, qal fa idha ra'aita alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaika alladhina samma Allah fahdharuhum. Ukiwaona wale wanaofuata aya zinazotatiza katika Qur'an, hao ndio aliowataja Allah katika aya hii, watahadhari hao. Wallahu bayyana anna man fi qulubihim zayghun yataqassaduna alfitan, Allah amebainisha na kuweka wazi kwamba wale ambao katika nyoyo zao kuna zaigh, kuna kupotoka, wanakusudia fitna. فقال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة فلا تجد مبتدعا إلا وهو يتتبع المتشابهات من كلام الله تعالى أو من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو من كلام علماء الإسلام ليضل الناس في ذلك بمثل هذه الشبهات allati yatatabbauha. Wale ambao katika nyoyo zao kuna kupotoka, wanaacha haki, wanafuata zile zilizotatiza katika Qur'an kwa ajili ya kutaka fitna. Kwa hutampata mzushi
isipokuwa anatafuta hizo mutashabihat katika maneno ya Allah au maneno ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam au katika maneno ya ulama wa Uislamu, ili awapoteze watu katika hilo. Bimithli hadhi shubuhat, kwa mfano wa aya hizi zinazozatiza, allati yatatabbauha, ambazo anazifuatilia. Wahadha amrun waqi'un fil hadithi fil qadim wal hadith, hili jambo lipo, limetokea zamani na sasa. Fala tara munharifan an manhaj ahli sunnati wal jamaa illa wa huwa yattabi'u hadhihi shubuhat, utamuona yule munharif aliyepotoka na kuacha manhaji hii ya ahli sunna wal jamaa, isipokuwa na hali yeye atafuatilia hizo shubuhat, liyaqdhifa fi qulubi nnasi alfitan, ili atie katika nyoyo za watu fitna, ma'al asafi shadid, pamoja na masikitiko makubwa. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم التمسك بكتابه وتجنب البدع والشبهات والشهوات. نعوذ الله تبارك وتعالى aturuzuku sisi na nyinyi kushikamana kitabu chake na kujiepusha na uzushi na shubha na shahawat matamanio. نكتفي بهذا القدر والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.